Tunawasisitiza wananchi na vikundi vya sungusungu kuendelea kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Sungusungu waendelee kufanya shughuli zao za kulinda jamii kwa mujibu wa sheria, huku wakizingatia utu na haki za binadamu, jambo ambalo wameendelea kulitekeleza vizuri na tunawapongeza sana. Pia kupitia mkusanyiko huu, nichukue nafasi hii kutoa maelekezo kwa wakuu wa polisi jamii wa wilaya wote, wakuu wa polisi wa wilaya wote, wakuu wa vituo, waratibu wa polisi jamii katika wilaya zote, wakaguzi na askari wa kata wote waendelee kutoa elimu kwa vikundi vya ulinzi shirikishi ili kuzuia matukio ya watu kuendelea kujichukulia sheria mikononi. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na kuendelea kutolewa kwa elimu ya ulinzi shirikishi, matukio ya uhalifu hasa mauaji yatokanayo na imani za kishirikina yamepungua. Pia wananchi wamekuwa wakitatuliwa kero za kiusalama na malalamiko kwa wakati katika ngazi ya kata, hali ambayo imeongeza imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. Dawati la jinsia na ulinzi wa watoto pia limeendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu kubaini, kuzuia na kupinga na kutofumbia macho vitendo vya ukatili na unyanyasaji dhidi ya wanawake, watoto na wanaume. Elimu hiyo imeongeza uelewa wa jamii, kuchangia kupungua kwa makosa makubwa ikiwepo matukio ya mauaji, mashambulio na vitendo vingine vya ukatili, pamoja na kuimarisha utoaji wa taarifa kwa wakati. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea kupata mafanikio katika uchunguzi na ufuatiliaji wa kesi za ukatili, hasa kutokana na matukio kuripotiwa mapema, kutokana na elimu wanayoendelea kuipata na hatua stahiki kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria, hali inayosaidia kuwalinda waathirika na kuwafikisha watuhumiwa katika vyombo vya kisheria. Nichukue nafasi hii huku nikirejea kauli mbiu inayosema tushirikiane kuimarisha amani, usalama na umoja wa kitaifa. Natoa wito kwa wananchi wote wa wilaya ya Kwimba na mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, kulinda maadili na kuunga mkono jitihada na juhudi za ulinzi shirikishi ili kudumisha amani na maendeleo ya nchi yetu. Kwa kweli nimeona mafanikio ni mazuri, tunaishi kwa amani, hakuna wizi, ni usalama, tunashirikiana na serikali yetu. Sisi kama wananchi tupo mshikamano pamoja na jeshi la polisi. Kwa kweli katika wilaya yetu ya Ngudu ni patulivu, hakuna wizi, ni usalama mtupu. Polisi jamii kwa kweli wamekuwa ukaribu na sisi, tumeshirikiana nao katika kwa mambo mbalimbali, sana sana ya wizi. Kwa kweli tumekuwa nao karibu, kikitokea tukio mkiwapa taarifa wanafika kwa wakati mwafaka, mnakuwa mko bega kwa bega mpaka lile swala mnalitatua. Kwa kweli wana ushirikiano na sisi. Nashukuru sana kwa haya mashindano ya polisi jamii, yametuletea burudani, kwa afu pia yametuunganisha sisi jamii na polisi kuwa karibu na sisi. Tunashukuru sana. Ninaomba serikali iendelee kwa haya mashindano, yaendelee kufanyika. Kwanza ni burudani kwa Watanzania, pia polisi tunajiona ni kama jamii ambayo tuko karibu nayo. Polisi jamii wana muhimu sana. Wanapokuja kwetu sisi ambao ni jamii ya chini, tunaona ni jambo la maana, ni la muhimu sana kuona polisi wanakuja kwetu sisi, tunaungana na tunajumisha nao kwa ajili ya mashindano haya. Alafu pia tunaondoa wasiwasi kwamba ukimwona polisi usimwone kama adui, tumwone kama ni mwenzetu na ni mtu ambao tunaweza kushirikiana naye kwa matukio na mambo mengine, ili tuendelee kusonga, hususan katika masuala haya ya kijamii, kuendeleza amani na upendo pia kwa jamii. Tunaendelea kuwa pamoja na polisi kwa sababu polisi ni moja ya jamii yetu. Inapotokea uhalifu wowote ule,
ni rahisi kumwambia polisi kwamba bwana kuna 1 2 3, kwa sababu ni kama rafiki yako. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa sisi watu wa kawaida ambao ni jamii ambao natuzunguka sisi. Kwa hiyo huwezi kumuona kama polisi kama adui yako, unamuona kama ni rafiki yako. Kumbe inasaidia kubaini uhalifu unapotokea katika jamii yetu. Watu tunawashukuru sana, haya mashindano yaendelee kuwepo. Sisi tunashukuru. Kwanza kwetu inakuwa ni burudani, ni sehemu ya furaha, sehemu ya faraja. Sisi tunashukuru sana, waendelee haya mashindano yaendelee kuwepo.